Yes, mtazamaji wa ZTV, habari za wakati huu, natumaini umeshinda vyema kabisa na uko poa kabisa. Cha kufanya ni kitu kimoja tu, ikiwa ni mara yako ya kwanza unaungana nami na unaungana nasi ZTV. Cha kufanya ni kimoja tu, ni kusubscribe. Bonyeza neno lililoandikwa subscribe ili wa kwanza kabisa kupata update mbalimbali za michezo, lakini pia za entertainment, nikizungumzia burudani zote utazipata kupitia ZTV. Na kupitia ukurasa wa Instagram wa Hansi Rafael Mombeki, mchambuzi huyu kutokea pale Clown FM, yeye ameweza kuchapisha baadhi ya maneno na picha ikionyesha mchezaji huyu Ismaili Simpara kutokea pale Stade Malien. Ameweza kuandika kwamba just in beki wakati wa Stade Malien Ismaili Simpara mwenye umri wa miaka 27 yuko kwenye orodha ya wachezaji watatu wa kigeni ambao wanahitajika Simba kwenye dirisha dogo la usajili. Na tukumbuke kwamba dirisha dogo la usajili litaanza Januari 2026. Ndio tutaanza kushuhudia timu mbalimbali kutoka hapa Tanzania zikifanya usajili mdogo huu ifikapo hapo Januari. Kwa upande wa Simba, Azam na timu zingine zote za hapa Tanzania zitafanya usajili. Je, unatamani katika timu yako ni nani atoke, nani aingie? Toa komenti yako hapo, tutaisoma. Na ijue historia fupi ya maisha ya soka ya mchezaji huyu Ismaili Simpara, beki wa Mali anitikisa soka la usajili Afrika. Na Ismaili Simpara, beki wakati raia wa Mali, anaendelea kujijengea heshima kubwa barani Afrika baada ya kuonyesha kiwango cha juu akiwa na klabu ya Stade Malien Bamako katika mashindano ya ndani na ya kimataifa. Simpara mwenye umri wa miaka 27 ni zao la soka la Mali ambaye amekuwa kupitia ligi ya nyumbani akionyesha uimara mkubwa katika safu ya ulinzi. Ametambulika kwa nguvu, kasi, uwezo wa kuzuia mashambulizi na ubora wa mipira ya juu, sifa zilizomfanya kuwa tegemeo muhimu ndani ya kikosi cha Stade Malien. Katika michuano ya CAF Champions League, beki huyu amekuwa mhimili wa ulinzi wa timu yake, akicheza dhidi ya klabu kubwa za Afrika na kuonyesha ukomavu wa hali ya juu. Uwezo wake wa kusoma mchezo na kupambana bila woga umevutia macho ya wadau wengi wa soka barani Afrika. Na kutokana na kiwango chake, Simpara ameanza kuhusishwa na vilabu kadhaa Afrika Mashariki, akitajwa kuwa miongoni mwa wachezaji wanaofuatiliwa kwa karibu katika soko la usajili. Taarifa zinaeleza kuwa uimara wake na uzoefu wa mashindano ya kimataifa ni miongoni mwa sababu zinazomfanya awe chaguo linalovutia kwa timu zinazomtaka kuimarisha safu ya ulinzi. Na kwa sasa Simpara anaendelea kuonyesha kiwango bora akiwa na Stade Malien, huku mustakabali wake ukitajwa kuwa wazi dirisha lililo la usajili. Ikiwa ataendelea na mwenendo huu, huenda akawa miongoni mwa mabeki wa Mali wanaotamba zaidi nje ya nchi yao hiyo ya Mali. Mchezaji huyu umepata kufahamu historia yake kwa ufupi kwamba ni mchezaji gani. Huyu ni beki kutokea pale Stade Malien, lakini pia amekuwa ni mchezaji ambao wanajivunia sana Mali kwamba ni mchezaji hatari kutokana na uwezo wake aliokuwa nao. Na Simba wanataka kupata saini ya beki huyu kutokea hapo Mali ambaye anatikisa soko la usajili Afrika. Je, Simba watafanikisha kupata saini ya mchezaji huyu Ismaili Simpara ama la? Ama ndo tantalila na propaganda tu za wachambuzi? Wewe maoni yako ni yapi? Toa maoni yako, tutayasoma, lakini usisahau kubonyeza alama ya subscribe. Lakini ukisha bonyeza alama ya subscribe, bonyeza alama ya notification. Hapo utakuwa umetisha zaidi kwa sababu utakuwa unapata update mbalimbali pindi tu zinapokuwa zimetumwa kwenye ukurasa kwenye mtandao wa kijamii wa YouTube. Kwa kimoja ni kusubscribe na kuwasha alama ya notification. Lakini usisahau kutoa komenti yako hapo kwamba kweli Simba atafanikisha usajili kwenye dirisha dogo la usajili ifikapo hapo Januari 2026. Maoni yako ni yapi? Na maoni yako ni yapi? Je, Simba wakifanikisha kupata usajili wa beki huyo wataweza kuimarika zaidi
hapo watakapopata saini ya mchezaji huyu na kufanya vizuri zaidi, Simba kuonekanika Simba ile ilikuwa ya hapo nyuma, sio kama tunaizungumzia sasa hivi. Ni kweli ama ni la? Ama ni ndio ama ni hapana? Toa maoni yako, lakini usisahau kulike na kushare kwa watu mbalimbali uweze kufahamu kipi hasa nini kinajili kwenye ulimwengu wa soka la Tanzania. Nikutakia siku njema.